sidhani kama Djigui Diarra alikuwa anaamini kweli ile ni faul. Ile yani that incident, ile drama yote aliyoisababisha inatokana na yeye kujua kosa lake na kujaribu kulificha. Ndio sasa kulificha kwenye nini? No. Yani ngoja kwa taratibu, twende taratibu. Yani ana take advantage kwa sababu ameshakuwa mnufaika wa matukio kama hayo, ndio tunachosema hayo matukio. Ndio maana anaamua kwenda kulia na muamuzi kwamba hata hili lilikuwa ni tukio la mimi kuchezewa faul na wewe hujapuliza filimbi. Mimi maoni yangu kwanza ni goli halali. Sawa. Kwa maoni yangu ndio kuna vitu viwili vitatu havikuwa sawa sawa kwa Yanga ambao walikuwa wanazuia ile free kick. Free kick hizo wakati mnafundishwa namna ya kuzuia na namna ya kushambulia free kick. Goalkeeper anapanga mtu, zamani tulikuwa tunapanga mtu mbele na nyuma, yani chuma cha mbele kule kona inakupigwa na chuma cha nyuma. Lakini currently watu wanapanga sana mtu nyuma. Kwa sababu mbele pale tutasema goalkeeper anaweza akawai. Sawa? Yani kile kinakuwa chuma cha mbele, lakini ukipanga mtu pale sio shida pia. Unampanga mtu wa namna gani? Shughuli inaanzia hapo sasa. Na anasimama wapi? Na hilo kosa pia jana Simba amelifanya, tutaliangalia. I mean TRA. Kwa hiyo mtu aliyepangwa pale hakuwa sahihi, hata positioning yake haikuwa sawa. Sawa. Kitu cha pili, wachezaji mnapaswa kuchukua tahadhari kila tukio linapotokea kwenu. Kabla ya kona ilipigwa free kick. Kulikuwa na foul kapigwa free kick. Mpigaji ni huyu mmoja. Namna alipopiga ile free kick ilipaswa kutoa tahadhari kwa watu wengine. Kama jamaa anajua kupiga free kick. Goalkeeper kaenda kaicheza. Sawa? Sasa tunapokuja hapa ndani tuko wengi sasa kwenye kona, inabidi umakini wa muda, umakini mpigaji anapigaje. Wakati goalkeeper anapata yale matukio, alipaswa kutoka mtu mmoja akasimama kati ya Diarra na ule jamaa. Yule mtu alikuwa amesimama mbele ya Diarra, ambayo mimi kwangu naamini ni mpango ambao unazungumzwa kutoka mazoezini. Haiwezekani kwa bahati mbaya akachaguliwa mtu mrefu kwa kimo kwa Diarra akaenda kuwekwa mbele yake. Ni mpango. Nenda kamzibe pale mbele, goalkeeper wao si mfupi. Wewe ikiwa inapigwa kona simama mbele yake. Hayo ni mambo ya kiwanjani, kiwanja cha mazoezi, mbinu za mchezo. Yes. Huyu anapiga Ismail, atakuwa anapiga kona zitakuwa zinakwenda hivi. Wewe simama mbele ya goalkeeper. Mimi nitakuja kuwapa ushahidi wa siku moja sisi tumewahi kuwafunga Young Africa goal la kona. Simama hapa mbele. Kwa hiyo huyu mtu anasimama mbele ya goalkeeper, ata draw attention ya mtu mwingine wa kuja kumsukuma hapa. Tayari wewe mtu mmoja unakaba watu wawili. Ukimwacha goalkeeper peke yake ndio ile tabu ulikuwa unaipata. Inatokea hapa. Kwa sababu kwa namna yoyote ile goalkeeper ndio alikuwa anamsukuma yule jamaa, yule mchezaji wa Mtibwa. Na mchezaji wa Mtibwa mwanzo hakureact. Alikuwa yuko tu, yuko tayari kwa sababu anachokitaka ashakipata, ni hate yake kumcover tu. Kamsukuma mpaka unapigwa mpira ndio kidogo kama katingishika. Mpira umeingia goli.